Kwa majina naitwa Agnes Businei, mwenyekiti wa kikundi cha Sesia Beekeepers, ambapo tulianzisha hiki kikundi Januari 2022, na kikundi hiki iko na members 50, na kazi yetu haswa tunafanya kazi ya ufugaji wa nyuki. So tuliweza kufanya kazi ya ufugaji wa nyuki na members wakaweza kufuga nyuki, na tulikuwa na mizinga ya kitambo ambaye ni log hives, lakini tulipopata mafundisho kutoka Honey in Hand tukapata kujua kwamba hives ama mizinga ya kisasa ni bora zaidi, inatoa asali nyingi. So tukaweza kununua mizinga hiyo ya kisasa, ijapokuwa bei yake iko juu kidogo, so members wakaweza kununua chache. Tulipoendelea na kazi ya ufugaji wa nyuki, tukaona ni bora tuweze kukuza kwa wingi. Alafu pia Honey in Hand wakakuja na mpango ingine ya kukuza sunflower. Sunflower inasaidia nyuki kwa kuweza kupata maua, na nyuki wanapotumia hiyo sunflower tunapata asali kwa wingi. So tukaanzisha kazi ya kupanda sunflower. So tukakuwa na hiyo sunflower na tukaweza kupata mafuta, tukauza, tukamaliza. Tulipomaliza tukaona kwamba ni kitu ya muhimu sana. So tukajaribu kuhamasisha watu, jamii, community kwa jumla. Watu walikuwa naona tu kama ni maua tu tunapanda, na walipoona mafuta wakaanza kuona kumbe tunaweza kula mafuta ya sunflower. Tuliweza kuwauzia na waliona ni nzuri sana. Na mafuta ya sunflower haina mambo mengi, haiongezi chochote. So inatoka tu kwa mbegu na inaenda direct, tunapata mafuta. So kwa majina naitwa Daniel Ng'ang'a Kaihora. Mimi ni msimamizi wa tawi la Kabarnet katika shirika la Hand in Hand Eastern Africa. Hand in Hand Eastern Africa inafanya kazi na wakulima na wanabiashara kuensure ya kwamba wako kwa groups na wanaweza kufanya mradi ambayo itaweza kuwasaidia. Lengo letu kuu ni kuhakikisha ya kwamba watu wako na biashara na wanaweza kuweka kazi ama kutengeneza kazi kwa vijana na kwa watu kwa ujumla. Mradi huu tukaweza kuonelea sunflower kwa sababu Sesia Beekeepers walikuwa wanafanya vizuri katika mradi wa nyuki. Ni vema pia wangeweza kuelimishwa kama wanaweza kuchukulia mradi wa sunflower iwe kitega uchumi pia kwao, iweze kuongeza mapato katika cooperative yao ama katika CBO yao. So tunafurahia sana katika lengo kuu la serikali ya sasa ya Bwana Ruto, ambaye anasisitiza kuweza kupata kitega uchumi ya mambo ya mafuta ya kupikia. Kumekuwa na hiyo shida, na ndio sisi tunafurahia sana kukua mmoja kati ambayo shirika ambayo linaendelea kusisitiza upanzi wa sunflower, kwa sababu inasaidia kupunguza hiyo gap, kwa sababu tuna import sana hiyo mafuta ya kuweza kuunda mafuta ya kupikia. So kupitia hiyo gap tunahimiza sana hasa eneo la Baringo waweze kuchukua mradi huu ama waweze kuchukua upanzi wa sunflower kwa nguvu zaidi. Sesia Group is under the Hand in Hand NGO, working with them. We supplied them with seed, because you remember the national government distributed sunflower seed, and as a Baringo County we benefited, we got 6 tons. So Sesia Women Group and other groups received seed, and for that group and also Hand in Hand, we were able to work with them, with the groups that they are working with. And one of the value chains they are focusing is apiculture. So with the sunflower that they planted, which did a dual purpose, so they got the sunflower, they also got extension services from our extension officers. They also participated in the many exhibitions, so many demos. So the Sesia Farmer Women Group benefited in the extension services that we gave them and the seed.